Moja pia kati ya changamoto nyingine kubwa na mbaya zaidi ambayo tumeipitia sisi 2025 ni watu kuiripoti akaunti yetu ya Instagram. Yes. Imetuumiza sana. Kwa hiyo tuko kwenye review na Instagram na inshallah muda wote pale ambapo akaunti yetu itarudi. Tunawapongeza sana wasanii wa muziki wa Bongo Flava. Sure. Wamefanya vizuri sana. Hatutaki sana kuweka yani kuingia deep kabisa hivi, lakini tuwapongeze tu. Yes. Kwa ujumla kwa vitu ambavyo wamevifanya na kwa mafanikio makubwa kwenye muziki wa Bongo Flava. Wametuwakilisha vizuri na hatujashuka popote. Bado Bongo Flava inakuwa ni miongoni mwa vitu ambavyo vinaitangaza Tanzania kwa kiasi kikubwa sana duniani. Okay. Unajua sasa hivi Diamond pia yupo kwenye album ya mashindano ya mpira ni Africa Afcon. Katika wasanii ambao wapo kwenye album yenye nyimbo 12, Diamond yupo. Wapo wakina Neo, wakina Jason Derulo, wakina Ira, wakina Rema, wakina Davido, wakina French Montana. Yani kwa kifupi ile album imejumlisha wasanii kutoka wakubwa Afrika na Marekani, Ulaya. Kwa haya ni mafanikio makubwa sana kwa Bongo Flava, kwa msanii kama Diamond kuwepo pale na iwakilisha Tanzania na East Africa. Na sio kutoka Tanzania tu, ni kutoka East Africa I think. Kwa anawakilisha pale. Hamna msanii kutoka Kenya mkubwa ambaye yuko kwenye hiyo, wala Uganda wala Rwanda wala Burundi. Kwa Diamond kwa zoni hii amerepresent vizuri sana pale. Okay, sawa. Kwa mwakani jamani, kitu ambacho tutakuja nacho kwenye Dizzy Court. Yaani kama kuna watu walihisi hii season iliyopita tulikuwa ni noma, yajayo ni hatari na yanafurahisha vibaya. Na next season ya Dizzy Court itakuwa ni noma sana. Na hakuna kipindi ambacho kimewahi kuwa kwenye tasnia ya burudani Bongo kama next season ya Dizzy Court ijayo, kwa maana mwakani 2026 Januari. Kwa mjiandae tu, lakini pia wengine wa kuwapongeza ni mashabiki na wananchi. Na pia tuwasisitize tusiwasikilize sana watu, tukawaacha wasanii wetu ambao pia watu hao sio sehemu ya burudani ya wasanii. Afu tukaacha wasanii wetu tukarudi tena nyuma, kama ambavyo miaka ya nyuma Kenya na Uganda walikuwa na lead kwenye industry ya muziki hapa East Africa. Unajua sasa hivi Bongo sisi washindani wetu ni nchi mbili tu, Nigeria na South Africa. Bas. Hatuna nchi nyingine ambayo tunashindana nayo kwenye muziki. Kwa mambo mengine yametokea, kama imetokea watu wayasahau, tuwasupport wasanii wetu, tuondoke, kwa sababu nyuma wasanii kuna watu wengi wameajiriwa. Wasanii wetu sasa hivi wameajiri watu wengi sana. Hivi Idrisa Sultan hauna chochote cha kumwambia? Nacho. Ningetamani sana Idrisa Sultan. Hivi anapitia nini Idris? Kutakuwa kuna kitu amekipoteza. Idris hayuko sawa. Kuna kitu kinamsumbua Idris Sultan. Okay, anajaribu kuonesha kwamba yuko happy lakini moyoni hana furaha na hayuko happy. Trust me. Okay. Wasi mwanao? Wasi mshikaji wako? Okay, mimi nafikiri ni kwamba unajua sio mpaka unawezekana kuna watu wamekaa wanasubiri Idris aende akaombe msaada, si ndio? Lakini sio kila mtu ambaye anaweza kuomba msaada. Kama unaona kabisa kwamba una uwezo wa kumfikia Idris Sultan, ukampa, kama unaona kabisa kuna msaada ambao Idris anauhitaji na wewe uko ndani ya uwezo wako, ukampa sasa hivi. Mpe sasa hivi. Yaani usisubiri mpaka dakika za jioni. Yaani kama ukimwangalia Idris unaona kabisa kwamba kuna msaada ambao wewe unaweza ukaufanya kwa Idris, hata kama hajakufuata, hata kama sio mshikaji wako, sio nini, mfate. Sawa, mfate, ongea naye kama una uwezo huo, kwa sababu katika hali ya kawaida yani Idris anaonekana kabisa kwamba hayuko sawa. Kuna kitu amekipoteza Idris. Kuna kitu kwa sababu kama kuna waya ameukanyaga Idris. Kuna waya ameukanyaga. Waya gani tena? Yaani ni kama umeme afu kuna waya umeukanyaga. Yaani kuna kitu Idris kakanyaga. Yaani kuna line hakutakiwa kuikanyaga afu ameikanyaga. Kondo kwa ninavyoona mimi, yaani kuna line ambayo alitakiwa kukaa nayo vizuri. Afu pengine kuna kitu alifanya. Mimi nahisi unajua mimi katika kitu ambacho maybe sitakagi kuweka kichwani au yani kitu ambacho sitaki kabisa, yani swala la kwamba mbona labda ghafla tu labda nimeshika milioni 3, si ndio? Alafu labda ndani ya wiki tu ile milioni 3 imenipotea. Sitaki kupoteza mawazo eti sijui nimeitumiaje, sijui nimefanyaje. Mimi iko kitu sitakagi. Unataka kuniambia Idris anawaza pesa zilizopoteza? No, yani nawaza kwamba pengine kuna maisha. Ameshika hela nyingi yule jamaa. Ameshika hela nyingi sana, lakini pengine nawaza. Na kuna kipindi aliinuka baada ya kupoteza hela nyingi, kuna kipindi aliinuka vizuri. Yes, sasa inawezekana nawaza kwamba
nafasi yote ambayo labda Tanzania ilimpa au nini, labda mimi sitaki kuona kwamba kuna kitu alikikosea Idris. Idris hakuna sema alikosea, yeye mwenyewe kwenye nafsi yake ndo anaona hivyo, lakini kile ambacho Idris alikifanya ndicho ambacho kilitakiwa kufanyika kwa wakati ule. Umeelewa? Kwanza Idris ampata pesa yuko mdogo, miaka 23 sijui miaka, yani ni mdogo, umeelewa? Kwa hiyo ilihitaji wasimamizi wakubwa, alihitaji wasimamizi wenye akili timamu na wenye mawazo zaidi, alihitaji watu, umeelewa? Lakini sasa alikosa kwa kipindi kile, na hatuwezi kumlaumu kwa sababu Idris alipata pesa nyingi na wakati ana umri mdogo. Unajua Idris sio mtu mkubwa ile. Mdogo, na ndio maana imetokea vile. Kwa hiyo sasa hivi Idris kama kuna chochote kile ambacho labda anakijutia, alikifanya nini, sidhani kama ni muda sahihi sasa hivi. Kitu pekee ambacho sasa hivi Idris, unajua Medi, hata upoteze nini, umeelewa? Kama una afya, una miguu yako, una macho yako na nini, hutakiwi kujuta. Yani kama hakuna kiungo chochote umekipoteza, sawa, yani na una afya bora, hakuna chochote ambacho unatakiwa kukujutia. Pesa inatafutwa, afya itafutwi, ndio? Yes. Kwa hiyo makaratasi tu. Kwa kama kuna sehemu yote Idris anaona kwamba aliteleza au anaona nini, unatakiwa kujua kwamba hakuna kosa lolote Idris umelifanya kwenye maisha yako. Yani hakuna kitu chochote ambacho umekifanya wewe au kilifanyika ndio ilitakiwa iwe hivyo. Yani safari yako ndio ilitakiwa upite hivyo, yani ili ufike hiyo sehemu. Ni sehemu ya mapito tu, ni sehemu ya njia tu. Ni sehemu ya njia. Kwa hivyo ana sehemu ya kujifunza na kupotezea. Kama ambapo tunajua tukitaka kwenda nyumbani lazima tupite kwenye michanga, tupite kwenye vumbi, tupite kwenye bumps, tupite kwenye nini mpaka tunafika nyumbani. Kwa hiyo kwa upande wa Idris Sultan hatujataka kumaliza mwaka bila kukuzungumzia wewe. And pia tutaomba msamaha kama labda hujapenda pia tumevuka mipaka ambacho sisi hatujazungumza kwa ubaya, tumezungumza tu kama tu kujaribu kutaka kuweka mambo sawa. Ili kesho na kesho kutwa tuje tukaonekana na sisi mbona hatukusema yes. Na tunaamini kwamba mwaka 2026 kwa Idris utakuwa mwaka mzuri, na maswali mengi ambayo tulikuwa tunajiuliza pia tutayapata kupitia Idris. Yes. Na mtu mwingine ambaye kidogo huu mwaka inawezekana kuna ups and down pengine amezipitia kutokana na mashabiki zake. Na hisi atakuwa ni Wema Sepetu. Wema. Ila kitu ambacho nimekikubali kwa Wema Sepetu, hajutii chochote ambacho anakifanya. Yaani iko ndio kitu ambacho hata mimi natamani hata mastaa wengine wao wengine wanatakiwa mastaa wote wapewe ule moyo ule bwana. Yes. Moyo wa Wema Sepetu kama ingewezekana mastaa wote ilibidi wewe na ule moyo. Kwa sababu yeye ni hivyo. Unajua Wema sijui umfanye nini sasa hivi au sijui umwambie kitu gani. Yaani hana chochote ambacho kinaweza kikamshtua kikamweka roho juu. Hana. Na mwenyewe anaendelea mambo yake. Na anasema kabisa yani nyinyi mtajua wenyewe. Watu mseme mfanya nini lakini yeye hajali. Na anafanya kile ambacho yeye kinampa furaha. Na ndio kitu ambacho kwenye maisha ukitaka mtu ufanikiwe, fanya kitu ambacho kinakupa furaha wewe. Sio ambacho kinafurahisha watu wakupati chochote. Ni kweli. Nadhani Wema amechagua sehemu sahihi ya upande wa kukaa yeye. Amechagua furaha yake kuliko makelele ya watu.